Ikhla Insights, The Knowledge Hub, kitovu cha maarifa wa mustakbali wako. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah hujifaharisha kwa malaika kwa vile tunavyotenda amali hizi. Amali hii ya funga na kutoka leo kwa misururu kwenda katika kumshukuru Allah na kusali salatul Eid. Allah anaambia ushuhudukum bi malaika, ya malaikati, na kushuhudizeni enyi malaika wangu, anni qad ja'altu thawabahum, kwamba mimi nimeziweka thawabu zao, bisiyamihim, kwa funga zao walizozifunga, ridhaya, hali ya kuridhika nami, wa maghfirati, na pia naweka msamaha wangu kwao kwa rehema zangu na neema zangu. Tujitahidi kadiri tunavyoweza kusimamia majukumu yetu ipasavyo, tujikinge na majanga mbalimbali, sisi wazee na watoto na wengine ambao wanastahiki kulinda mambo hayo. Pia leo tuwaweke watoto wetu katika hali njema kabisa, tuwavishe nguo njema kabisa, nguo nzuri ambazo wao wanazipenda, lakini na sheria pia inazipenda. Kwani tunapovaa mavazi ambayo hayastahili, hayakubaliani na sheria, basi tutakuwa tunajisogeza katika mahalaka ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza. Pia wale ambao Allah amewamilikisha vyombo vya usafiri, basi waende hali ya kuwa wanakwenda taratibu, kwani siku ya leo katika mabarabara huwa kumejaa watoto na watu wengine walemavu na wengine mbalimbali katika watu ambao ni madhaifu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ili kheri, atupe kheri katika dini hii, atupe neema katika dini hii, atusamehe sisi na wazee wetu na mashekhe wetu, na wape kheri wote waislamu walioko ulimwenguni, na wape salama na amani. Ramadhan imeweza kutulea, Ramadhan imeweza kutubadilisha, na moja ya mabadiliko ukiacha mbali cha Mungu anaotengeneza Allah subhanahu wa ta'ala ni haya ambayo tunashuhudia leo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa tendo hili katukusanya pamoja, tukiwa katika mabadiliko tofauti, tukiwa katika mabadiliko ya mavazi, tukiwa katika mabadiliko ya taswira, na kutuweka mahali pamoja katika mapenzi makubwa na furaha iliyoje. Ujumbe wangu mkubwa katika hili ni kuzidi kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala kadri anavyotuamuru katika yale ya wajibat. Tumkimbilie Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyokimbilia kwa pamoja na kujitahidi katika kuifunga Ramadhan, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mabadiliko makubwa akaweza kutujalia, kutuweka katika uchamungu Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. Hakika funga ni darasa kubwa, funga ni mafundisho makubwa, na funga kwa sisi kama mtihani, na baada ya kufunga tuache yale tuliyofanya kabla ya kufunga, na sasa tuendelee na saumu yetu, tufanye mema, tufanye vizuri, tusali,
na mambo kadhalika. Hivyo ndio ratiba, sio baada ya kufunga Ramadhani na sikukuu turejee tena katika mambo na machafu. Itakuwa funga hiyo haina. Kwa furaha hii kubwa adhimu tulionayo leo kwa kumaliza mfungo wa mwezi wa Ramadhani, na kwa kweli hii ni bahati iliyoje, kwani ni wengi ambao walitamani kufikia siku ya leo hii ya furaha, katika zile furaha mbili alizotutajia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba ni saimi farahatani, mwenye kufunga na furaha mbili. Furaha moja ni ile siku ambayo anaftari, na furaha nyingine ni ile siku ambayo atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo leo tuna furaha kubwa ambayo Mwenyezi Mungu katujalia, na kama wanavyosema wenzetu ya kwamba opportunity never come twice, bahati haiji mara mbili. Kwa hiyo Allah katubahatisha. Kwa bahati hii tulionayo, hatuna budi kuishukuru na kuifanyia kazi kwa kuongeza ibada katika hali tulizo nazo, kwani tuna mfungo mwingine wa 6 Shawwal, kama alivyotuambia Bwana Mtume, yeyote anayefunga siku 6 za mwezi wa Shawwal ni kama kwamba kafunga mwaka mzima. Kwa hiyo hii ni bahati ambayo haiji tena mara nyingine. Ninakuombeni sana Waislamu tuifanyie kazi katika kuzifunga siku 6 hizi. Maneno kwa hili ni kuambieni, kullu amin wa antum bi khair, taqabbal Allahu minna wa minkum salihati a'malana. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhie funga zetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ujira mkubwa siku ya kukutana na yeye. Tunamwomba Allah, kwa sababu funga tunatakiwa tufunge tupate siha, atupe siha ya viwiliwili vyetu. Kwa hivyo vile nilizungumza hapa asubuhi kuhusu wananchi wapatiwe msaada wa basi hapa Pemba kwenda kazini, pande gari za abiria zirudi mara 3, na kuhurumia sana kufanya kazi wao wote, kwenda chape wale wahudumu wanataka huduma wafanye kazi wao, sababu msafiri au wao wachape kuja wetu na kama nzima wanahitaji usafiri. Kwa hiyo baada ya kuzungumza vile, tunaona wanakuja baadhi ya watu kupongeza swala hili, lakini wakisema vile vile na taa za barabarani, kwa viongozi wetu sasa vipi katika kuendeleza haya kwa taa za barabarani vile vile nazo ziweze wako nazo. Nashukuru kwa niaba ya taasisi yetu ya Ibn Khaldun, nashukuru wote wale ambao walishiriki katika njia moja au nyingine katika masuala mbalimbali, ikiwemo iftar swaimin katika maeneo mbalimbali, ambao walichangia kwa hali na mali katika kuwafitarisha Waislamu katika maeneo tofauti tofauti. Tunawashukuru kwa ihsani zao. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri, na waone kwamba wamefanya jambo jema na ni sababu ya kufanikiwa katika maisha yao ya hapa duniani na kesho akhira. Kwa siku ya leo pia tunatoa pongezi kwa wale wote ambao wameweza kusaidia kuhakikisha kwamba shughuli kama hizi zinafanyika, za kuweza kuwatanabahisha na kuwapa taarifa Waislamu kuhusiana na namna gani Idi inavyoendelea katika jamii yetu, na kuona kwamba ni jambo zuri la kuendelezwa katika jamii yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika, wapendelee watu yale ambayo unapendelea nafsi yako. Ikiwa wewe unapenda kula vizuri, basi na wenzako wapendelee kula vizuri. Unapenda kuvaa vizuri, basi na wenzako vile vile wapendelee wavae vizuri. Watukufu wa Islam, tujitahidini katika kuhakikisha kwamba hasa kwa siku ya leo tunawaelekeza vijana wetu katika maadili mema na kuweza kushiriki katika ibada hii ya sikukuu katika yale ambayo anayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa upande wa viongozi, wajitahidi na wao kuhakikisha kwamba wanaelekeza raia wao katika maadili yaliyo mema, na mfano mzuri ndugu yetu RC wa mjini Maghrib ameonyesha mfano kwamba
katika mjini Maghrib kuweza kuzuia masuala ya muziki, hasa katika kipindi hichi cha Eid al-Fitr, ili kuondosha ule udhalilishaji wa watoto. Kwa hiyo jambo kama hili ni jambo la kuigwa kwa viongozi wengine, ili wajitahidi na wao kuhakikisha kwamba mambo kama haya, hasa katika kipindi hichi cha sikukuu, ni jambo ambalo la kuigwa, na ni jambo ambalo tunatakiwa Waislamu tuhakikishe kwamba sikukuu zetu tunazilinda na sio zinachafuliwa katika mambo kama haya ambayo ni mporomoko wa maadili. Ikhla Insights, the Knowledge Hub.